hasa ambacho kimejili hapo jana. Klabu ya Young Africans kupitia meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo kwa maana Ali Kamwe alizungumza mengi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa. Ukweli ni kwamba baada ya kikao kumalizika, msimamo ni ule ule. Mchezo wa dabi wao hawautambui na hawatocheza. Lakini hawajaishia hapo tu. Wamefika mbali na kusema hata finali ya CRDB Federation Cup ambapo imepangwa kupigwa huko visiwani Zanzibar pia hawatocheza mpaka walipwe pesa zao za msimu uliopita, ambapo wao walichukua ubingwa mbele ya Azam FC kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Young Africans hawatocheza mchezo wa tarehe 15 kwa maana dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba mpaka viongozi wanne ambao wapo kwenye bodi ya ligi waondoke. Lakini pia hawatocheza mchezo wa finali ya CRDB Federation Cup mpaka walipwe pesa zao ambazo ni kiasi cha shilingi milioni 60 kama bingwa wa CRDB Federation Cup. Kama haya mawili yatafanywa kazi, wao watacheza michezo yote miwili, lakini kama hayatofanywa kazi, basi wao hawatocheza michezo yote miwili. Sasa maswali ni kujiuliza, je, nani ambaye ana shida? Ni CRDB hawajawasilisha pesa kwa bodi ya ligi, ama bodi ya ligi wamepewa pesa lakini wao hawajawapa Young Africans? Mimi nipo na majibu haya nimeyapata kutoka huko CRDB. Je, pesa zimetolewa ama vipi? Sasa twende sambamba nikujuze kile ambacho kinaendelea, lakini kubwa zaidi hakikisha tu umesubscribe. Nipe macho na masikio kujua nini ambacho kinaendelea. Nipo na majibu hapa kutoka huko CRDB Bank. Benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano hayo. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Taarifa kutoka CRDB Bank inasema hivyo. Lakini benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Young Africans katika mkutano wake na wanahabari uliofanyika tarehe 9 Julai 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kuwa klabu ya Young Africans haitocheza fainali ya mashindano hayo msimu huu kama hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Hii ni pia ni taarifa kutoka huko CRDB Bank. Tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB ni taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu. Kwa msingi huo tayari benki ilikwisha tekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano hayo. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki na CRDB pamoja na TFF. Taarifa kutoka CRDB Bank inamalizika kwa kusema kwamba inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huo ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza mchezo huu kwa maslahi mapana ya taifa letu. Hivi ndivyo ambavyo wao wanasema. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kumbe wao CRDB pesa zimeshapelekwa TFF. Mwenye shida nani? Mwenye macho aambiwe ona na mwenye masikio aambiwe sikia. Wewe umesikia. Sasa dondosha komenti yako hapo chini. Shida ipo kwa nani? Lakini kwa mengi zaidi hakikisha tu umesubscribe. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Bye bye mpaka wakati mwingine tena. Nasubiri komenti zako wewe hapo chini. Mwenye shida ni nani? CRDB, Young Africans, TFF ama bodi ya ligi? Bye bye.